mimi udada namfahamu. Sawa. Mimi udada mimi ni bodaboda wangu. Yaani atashakuwa kama ndugu yangu. Umeona? Maana hadi akikuwa kuna shida yani naweza nikamwambia shida na tukasaidiana vizuri. Umeona? Jana alinipigia simu nikamchukua Philips, nikamwambia sawa takuja. Sasa kuna mteja mwingine nilikuwa naenda naye kumchukua Sanari, nikaona kama nitamchelewesha, nikamuita mwenzangu nikamwambia nenda kamchukue yule dada, namchukuaga. Akaniambia sawa, kaenda akamchukua, tukakutana wote. Mimi niko Sanari, wao wametokea Philips, tukakutana pale Sanari, tukaja wote vizuri kabisa huko na dada mpaka hapo mianzini. Wao wakasimama, mimi nikaendelea kumleta mteja mwingine. Nimemleta huyo mwingine, kafika kabisa mpaka nyumbani vizuri. Huyo akanipigia simu akaniambia nimeshamwacha. Nikamwambia haya sawa, naomba njoo uchukue hela, maana mimi dada ananilipaga kwa mwezi, so kila siku. Nikamwambia njoo uchukue hela. Akaja mwenzangu nikampa hela yake, basi kila mmoja akaendelea na mambo yake. Sasa leo asubuhi nimeamka saa 3 ndo muda wake wa kwenda kazini, hajanipigia simu. Wenzake wakanipigia simu saa 5, Eliza hajaja kazini mpaka sasa hivi, hajakupigia. Nikamwambia hapana, mbona hajanipigia? Akaniambia afu hapatikani. Nikamwambia ngoja nikamwangalie. Nikakimbia mpaka hapa hivi pale kumwangalia. Nikagonga mlango hujafanyaje au funguliwi. Na mteja akanipigia simu nikiwa hapo mlangoni. Nikasema ngoja kwanza niende, nikaondoka nikamfuata huyo mteja, nikamshusha town. Nimemshusha town, nikapandisha hivi juu, sasa hivi nirudi hapa. Mwenzake akaniambiaje niko hapa hivi nje, lakini sijui geti ni lipi. Nikamwambia nakuja hapo, subiri hapo. Nikaja mpaka nikakuta mpaki gari pale, ndio nikaingia nao pale ndani. Tumeingia ndani, tukagonga mlango ufunguliwe. Tukaja kufungua hivi mlango unafunguka. Tunaingia, nakuta damu kuanzia mlangoni mpaka mwisho wa kitanda kule, afu amefunikwa na zulia. Kwa kila asubuhi lazima akupigie simu uje umchukue. Yaani lazima anipigie simu nije nimchukue. Nisipokuja kumchukua akiwa kazini, mimi naweza nikampigia akaniambia nimeshakuja, nilikuja labda nimekuja kuchukuliwa na rafiki yangu leo kazini, anakuja kumchukua saa nyingine na gari. Umeona? Sasa mimi nikajua amekuja kuchukuliwa na gari, umeona? Lakini kule hivyo akanipigia simu akaniambiaje hayupo ofisini. Eliza alikuwa anaishi na nani? Eliza anaishi mwenyewe. Na mahusiano yake labda unayafahamu? Mahusiano yake nisiseme kwamba nayafahamu. Ila kuna jamaa yake ambao ndo alikuwa amezinguana naye. Ndio nishai kumbeba na ashai kunipigia simu siku moja. Akawa ananiuliza kuhusu Eliza, lakini unajua mimi siwezi Kama ndugu yako ni mtu wa wapi Eliza? Ni Mpare. Nipigiwa na mtendaji wa kata kama saa 5 kasoro. Akaniambia njoo maana kuna mwili umekuta umefia ndani. Kweli baada ya kufika nikakuta mwili uko hapo ndani umelala. Baada ya kumfungua nimeufunua mwili. Kiukweli wamemkata vibaya. Maana wamemtoboa eneo hili, wakazungusha kitu chenye ncha kali. Kwa hiyo ndio hivyo. Ana majeraha menoga? Ana majeraha shingoni eneo hili. Amepiga kitu chenye ncha kali hapa akazungusha. Shingo haijatengana. Huyu dada mnamfahamuje mlivyouliza, kwa sababu naambiwa ni mgeni? Ulizia mwenye nyumba, anasema kwamba ndiye ana wiki 2 toka ahamia hapa. Baada ya kuchunguza baadhi ya vinani ndo tukakuta kwamba ni kweli amehamia kama wiki 2. Huko ndani mmekuta? Tumekuta ni vitu tu vya kawaida kama pochi, vitambulisho vyake, simu. Sasa kuna simu moja tumeipata ambao nafikiri ndo nafikiri polisi wataenda kufanyia kazi. Mauaji inawezekana ni mauaji labda ya mahusiano, inawezekana, hatuna uhakika. Kwa sababu ukijaribu kuangalia inaonekana ingekuwa ni matukio yaliyotokea usiku ungejua. Naitwa Dominic John, mwenyekiti wa mtaa wa Oltulele kata Ilboro. Baba mmemfahamu anaitwa nani baada ya kutazama kitambulisho chake? Nimemfahamu jina lake anaitwa Elizabeth Frankie Msangi. Elizabeth Frankie Msangi. Amezaliwa 2001. Alikuwa anafanya kazi gani? Alikuwa anafanya kazi si kampuni gani? Sio wanasema ni kampuni gani. Na wafanyakazi wenzake wako maeneo haya. Yanatisha. Kwanza binafsi nimeshtuka kuona kitu kama hili. Niombe watu wasichukue hatua sheria mikononi. Kama kuna namna fulani watu wameshindwa kuelewana, ni muhimu wakatafuta viongozi wawasaidie kuliko kuchukua hatua kama hiyo waliofanya. Haya ni mauaji ya kinyama. Yanasikitisha, binti ni mdogo,
yani ukimwangalia unaumia. Mwili yani inaonekana ameoa akiwa na nguo zake binafsi. Kwamba kuna tukio limetokea hapa, mdada amegombana na mpenzi wake. Yani ni ya kuhuzunisha kwa kweli. Yani kwa mama ambaye amejifungua mtoto ni jambo la kutisha sana, la kuhuzunisha. Yani kwa wanaume itakiwa mpewe onyo kubwa sana. Kama mwanamke umemchoka, sio muue, mwachane tu vizuri kwa kumuua mtu. Lakini umesikia kuna mwanamke leo ameoa mwanaume. Sawa, lakini wanaume si ndio mnasababisha? Kama mwanamke umemwacha ndani alafu unaenda kwa mchepuko, alafu kwa nini ulimuoa yule mwanamke? Kwa sababu ulimpenda mwanamke na ukaenda ukamuoa ukamweka ndani, kwa nini utoke nje ukachepuke kwa mwanamke mwingine? Bora mheshimu yule mwanamke kuliko kumuua, bora muache. Kwa kweli ni vigumu, kwa kweli ni vigumu haswa. Yani maoni yangu kwa kweli, kama mtu unakuwa umemchoka mtu, ni afadhali ukamuacha kuliko ni kuendelea naye kwenye mahusiano. Unakuwa umwamini mtu, kama umwamini mtu unamuacha. Kila mtu afuate ustaarabu wake. Kwa kweli ni mbaya sana, mbaya. Alafu nasikia sasa mwanaume kaondoka na simu ya mwanamke kaacha ya kwake. Sasa unaona ni hatari pia hiyo. Huwezi jua mtoto wa mwanamke amezaliwaje. Huwezi jua wazazi wake wanamwazia nini mtoto wao mpaka akaamua kuacha hiyo simu yake. Ni Mungu tu.